Kuna habari njema mbili zilizojiri hapo jana. Moja ilijiri jijini Dar es Salaam na nyingine imejiri nje ya nchi. Tuanze na hii ya kwanza, ambapo jana yalifanyika maadhimisho ya kilichoitwa miaka 30 ya Bongo Flava. Hajajulikana hiyo miaka 30 imepimwa vipi, lakini la muhimu hapa ni hilo tukio lililojiri hapo jana. Sasa katika shamra zilizofanyika hapo, naibu waziri wa habari huyu mwana falsafa au mwana FA alifanya performance, alitumbuiza, halafu wakati fulani akaanza kuleta mambo ya siasa na kujaribu kuzungumzia kuhusu mipango ya serikali ya Samia Suluhu Hassan kujenga arena na vitu kama hivyo, na watu hawakutaka kumvumilia wakamzomea. Hebu sikiliza kilichojiri, kisha tutaenda kwenye hiyo habari nyingine ya pili. Serikali hii ya awamu ya 6 tulieni kwanza. Kitu ninachotaka kuambia ni kizuri. Hamtaki show kama hii kwenye arena? Nitaki mpaka mnisikilize. Nyie bana, nataka kuambia tunajenga arena. Tunajenga arena. Miaka 30 ya Bongo Flava. Hii ni habari njema kwa sababu inaonyesha mwamko wa wananchi. Kwa moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa hasa na wanaharakati ni kwamba jukumu la kukemea au kuonyesha hasira dhidi ya utawala huu limekuwa kama limeachwa kwa wanaharakati peke yao. Lakini sasa angalau katika hiki kidogo kilichojiri hapo jana, inaashiria kwamba wananchi wamechoshwa, na hizi ni ishara za wazi za namna gani ambavyo wanaweza pia nao kutoridhishwa na vitu na wakafanya sauti yao isikike. Kwa hiyo ilivyoletwa, watu walifika kwa ajili ya burudani. Mwana FA alipoleta habari za siasa, watu hawakumchelewesha, wakamzomea. Kwa hiyo hii ni habari njema, pengine ikasaidia hata huko mbele, kabla ya wanasiasa kuleta habari zao, mambo ya serikali imefanya hiki imefanya kile, wakajikita zaidi katika masuala yanayohusu wananchi kuliko ni haya mambo ya uchawa. Sasa habari ya pili ni kubwa zaidi ya hili dogo lililojiri hapo jana, na habari hii inahusiana na Jumuiya ya Madola. Na ni taarifa ambayo imetoka katika kikao cha Jumuiya ya Madola, ambapo wamekuwa wanafanya tathmini ya hatua ambazo serikali ya Tanzania inatakiwa kuchukua. Mtakumbuka mjumbe wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola, rais wa zamani wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera alikuja nchini Tanzania, na moja ya vitu alivyovifanya katika ujio wake ulikuwa ni kukutana na mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Na huyu Chakwera alikwenda gerezani kukutana na Mheshimiwa Lissu. Sasa taarifa ya kikao kilichofanyika hapo jana cha Jumuiya ya Madola inaeleza kwamba jumuiya hiyo imepitia taarifa ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola kuhusu ziara ya mjumbe maalum ambaye ni huyo Dr. Chakwera, pamoja na maendeleo au mapungufu ya maendeleo kuhusiana na swala la mtafaruku wa kisiasa unaendelea nchini Tanzania. Kwa sababu Jumuiya ya Madola inashughulikia yaliyojiri kuanzia Oktoba 29, lakini pia kuna swala la Mheshimiwa Lissu kuwa jela na vitu vingine, mikutano ya kisiasa, watu kukamatwa, majanga utekaji na vitu vyote hivi ni miongoni mwa ajenda zinazoshughulikiwa na Jumuiya ya Madola. Sasa kwanza hiyo Jumuiya ya Madola ilikiri kwamba ilipewa ushirikiano na serikali ya Tanzania, kwamba Dr. Chakwera alivyokuja Tanzania alipewa ushirikiano, na kwa Jumuiya ya Madola wameona kwamba hii ni hatua muhimu, kwamba huu ushirikiano hata kama ulikuwa ni una hili na lile, lakini kwa kiasi kikubwa umewezesha utekelezaji wa matakwa ya Jumuiya ya Madola. Hata hivyo, imeelezwa kwamba Jumuiya ya Madola imesema kwamba yenyewe Disemba mwaka jana ilitoa masharti manne kwa Tanzania. Sasa katika hayo masharti manne, moja limetekelezwa,
jingine limetekelezwa nusu, lakini mawili hayajatekelezwa. Kwa hiyo katika manne, moja limetekelezwa, la pili limetekelezwa nusu, lakini mawili hayajatekelezwa. Na taarifa hiyo imeeleza kwamba bado kuna vizuizi vya shughuli za kisiasa kwa takriban Tanzania nzima, na vizuizi hivi vinahusu vyama vya upinzani. Kadhalika kuna mashinikizo dhidi ya raia pamoja na taasisi za kiraia, na baadhi ya mitandao ya kijamii bado imezuiliwa na serikali, na hii ikiwa ni pamoja na mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, ambao mpaka sasa ili kupatikana ni lazima utumie huduma ya VPN. Pia Jumuiya ya Madola imeeleza kwamba bado kuna swala kuendelea kushikiliwa kwa kiongozi mkuu wa upinzani, yani Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na mazingira ya hofu miongoni mwa wapinzani nchini Tanzania. Sasa kutokana na tathmini hiyo, Jumuiya ya Madola imeeleza kwamba ajenda ya Tanzania, hili ni la muhimu sana, kwamba Tanzania itaendelea kuwa ajenda muhimu kwa taasisi hiyo. Maana yake ni kwamba swala hili halijamalizika, wao wanaendelea kufuatilia na itaelezwa nini ambacho wameazimia na kuielekeza Tanzania ikitekeleze, na hizi ni hatua za muhimu sana kuhusiana na yanayoendelea. Na imeelezwa kwamba kuna maeneo matatu ambayo Tanzania inatakiwa kuyafanyia kazi. La kwanza ni kuondolewa kwa vizuizi vinavyozuia uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kujieleza, kubana shughuli za NGOs, ya taasisi za kiraia pamoja na vyombo vya habari. La pili ni kuhusu mawasiliano, yani hapa lugha iliyotumika ni jukwaa la mashauriano kati ya vyama vya siasa ili kufikiria makubaliano kuhusu mfumo kuelekea uchaguzi unaofaa. Basically ni no reforms no elections, lakini imeletwa katika kinamna fulani kwamba kinatakiwa kufanyike mchakato wa maongezi kuhusiana na mfumo wa uchaguzi ambao unalalamikiwa. La tatu ni kuwepo kwa taratibu za wazi za kisheria na za kiutawala zitakazowajibisha wahusika wa matukio ya vurugu pamoja na kuhakikisha waathirika wanapata fidia pale inapostahili. Hii inahusu Oktoba 29. Na hii hasa inajikita katika watendaji wa vyombo mbalimbali vya dola, jeshi la polisi, jeshi la wananchi wa Tanzania, idara ya usalama wa taifa na watendaji wengine wa serikali ambao waliwezesha hayo mauaji yaliyojiri Oktoba 29 na siku zilizofuata. Pia wamesema katika ripoti yao, hiki kinachofuata pengine ndio cha muhimu zaidi kuliko vyote katika ripoti hii, kwamba kuna maagizo matatu ya muhimu yaliyotolewa, na maagizo yote yana time frame, yani yana muda wa kutekelezwa. La kwanza linatakiwa kutekelezwa ndani ya siku 30, na hizo ndani ya siku 30 Dr. Chakwera amependekeza kwamba suala la Mheshimiwa Lissu kuwa kizuizini lipatiwe suluhisho kwa njia za kisiasa na kisheria. Bila kuieleza serikali ya Tanzania ifanye nini, lakini swala la Mheshimiwa Lissu limetakiwa lipatiwe ufumbuzi ndani ya siku 30 kuanzia jana. Na pendekezo hilo linatakiwa kuachiwa kwa watu wengine ambao wanashikiliwa kwa sababu ya kutumia haki zao za msingi kwa njia ya amani. Kwa hiyo watu wote ambao wamekamatwa kwa vile tu walitoa maoni yao ambao ni haki yao kikatiba wanatakiwa kuachiwa. Na kwa hakika hii ni mara ya kwanza kwa Jumuiya ya Madola kutamka bayana kuhusu swala la Mheshimiwa Lissu, kuhusu kesi yake, lakini pia kuishinikiza serikali ya Tanzania ichukue hatua zinazostahili, ikiwa ni pamoja na kulipatia ufumbuzi ili swala. Hii kesi ni ya kisiasa. Kwa hiyo hapa lugha inayotumika japo sio moja kwa moja ni kwamba Mheshimiwa Lissu anatakiwa aachiwe na serikali ndani ya siku 30. Agizo jingine linatakiwa litekelezwe ndani ya siku 60. Na hili ni kwamba kunatakiwa kurejeshwa kwa upatikanaji kamili wa majukwaa ya kidijitali pamoja na kusitishwa kwa vitendo vya vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Hapa inamaanisha vyombo vya mitandao ya kijamii kama X, zamani Twitter, ambayo bado inazuiliwa na serikali. Hii inatakiwa kutekelezwa ndani ya siku 60, yani takriban miezi miwili. Na hii inamaanisha kwamba kama ulivyosema, mtandao wa kijamii kama Twitter ambao hasa ndio unaobainika waziwazi, lakini pia hujuma zinazofanyika dhidi ya upatikanaji wa taarifa, kuvibana vyombo vya habari na vitu kama hivyo, vinatakiwa
vishughulikiwe ndani ya siku 60 ambazo ni miezi miwili. Na la tatu linatakiwa kutekelezwa ndani ya siku 90. Katika hizo siku 90 inatakiwa serikali ya Tanzania ihakikishe kuwa kunafanyika jukwaa la mashauriano litakaloshirikisha wadau mbalimbali chini ya usimamizi usiojitegemea upande wote. Sasa hii kwa namna fulani inaelekea kama kwenye maridhiano, lakini katika mfumo tofauti, kwa sababu tatizo si maridhiano ambayo yanapingwa iwe na Chadema na wadau mbalimbali, ni kwamba huwezi kufanya maridhiano na mtu yule aliyofanya makosa. Yaani kwamba haiwezekani kufanya maridhiano na serikali ya CCM. Lakini ukisikiliza hata msimamo wa Chadema ni kwamba kama kuna swala maridhiano basi lifanywe kwa usimamizi wa taasisi isiyoegemea upande wowote. Na hapa inaonekana Jumuiya ya Madola kwa hata haya aliongea inaweza kuwa right candidate wa kuwa msimamizi kama hayo maridhiano yatafanyika. Na kwa hiyo katika hili wamesema kwamba kuwe na hili jukwaa linalopaswa kujadili mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, swala la watu wanaoshikiliwa, watu waliotekwa, waliopotezwa na vitu kama hivyo, na uwajibikaji kwa ujumla. Na pia amependekeza, jumuiya hii imependekeza kuanzishwa mara moja kwa uchunguzi huru wa jinai kama ulivyopendekezwa na tume ya uchunguzi, ukiwa na utaratibu wa fidia kwa waathirika, vigezo vya wanaostahili pamoja na ratiba ya utekelezaji. Sasa hii ni kinyume na tume iliyoundwa na Samia, hii tume ya uchunguzi wa kijinai ambayo yenyewe imejikita zaidi katika kuangalia, hasa lengo la hii tume ni kutupia lawama watu fulani. Na ndio maana Samia juzi ameibuka na kuzungumzia masuala ya ugaidi. Wanachotaka kufanya ni kuwabambikia wanaharakati na watu wengine kesi za ugaidi, lakini hawazungumzii lolote kuhusu wahanga wa matukio Oktoba 29, na kwa hakika hakuna dalili zozote kwamba waliohusika na matukio hayo kutoka vyombo vya dola watachukuliwa hatua. Kwa hiyo hili Jumuiya ya Madola inalipigia mstari. Kwa hiyo kwa hakika taarifa hii kutoka kwa Jumuiya ya Madola ni habari njema, kwa sababu kwa siku za hivi karibuni kumekuwa hakuna movement yoyote kuhusiana na hatua za kimataifa zinazoweza kuibana serikali ya Samia Suluhu Hassan angalau kufanya mambo ambayo Watanzania mbalimbali wana yatarajia. Na ikumbuke kwamba Jumuiya ya Madola ni muhimu kutokana na ukaribu uliokuwepo kati ya nchi za Jumuiya ya Madola na ushirikiano na vitu kama hivyo. Na mashinikizo ya Jumuiya ya Madola yamesaidia katika baadhi ya sehemu angalau kurekebisha mwenendo wa viongozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hakika hii ni habari njema, na ukilinganisha na ile habari ya mwanzo ya Mwana FA kuzomewa baada ya kuleta habari za Samia, umuhimu wa ile habari ni kwamba wananchi wameanza kujielewa. Je, una maoni gani kuhusiana na haya mawili? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.